huna unahitaji. Hamna tatizo nitakupa. Sasa ubaya ukinipa nakala yako nitatangaza hapa runingani kule kijiji. Najua huna nitakupa tu. Kwa elimu nzuri. Kakasiwa anasema yufuatilie dawati la lugha na wapata vizuri hapa Mumias. Msalimu mwalimu Lutomi alinifunza St Mary's Girls Mumias. Nashukuru. Anaitwa Wanjiro. Nimepokea salamu. Sema ulifunza pale St Mary's. Alafu kuna Rahabu kutoka Mombasa tunafuatilia kupitia YouTube. Ndivyo anavyosema. Nasema salamu kwa mwalimu Lutomia. Na tuipenda kazi yake. Waitwa Maximum. Eti? Amesema kwa Maximum. Natumai alikuwa anamaanisha mwalimu, Nadhani medhani labda ni jina lako la la kule Mombasani kule. Alafu anasema Profesa pumzika kwa amani. Chari kutoka Misiku. Asante. Bila shaka pale ulipo kama kuna lolote unamkumbuka kwalo Profesa Ken Walibora au sisite kuendelea kuwasiliana nasi basi kupitia 0705780844 0705780844 kupitia rafa au upande ule WhatsApp. Labda niangalie WhatsApp, yawezekana labda kuna yule amewasiliana nasi kupitia upande ule ashindwa. Sasa huu bingwa vipi? Ameamua hataki kuangalia upande wa WhatsApp. Diana kutoka Lukhuna sema tu yafuatilia. Shukran Diana kwa kufuatilia kipindi hiki cha dawati la lugha. Upande ule wa WhatsApp labda Mwalimu Jack Otia vile vile nafikiri anatutazama akiwa maeneo ya Busia. Yupo mwalimu Isa bin Isa, huyu ni malenga atokea maeneo ya Kwale Mombasa. Anasema kwamba anatutazama kupitia mtandao. Na vile vile yupo mwalimu Timothy Sumba Umsikoyo. Naam. Yupo maeneo ya Mumias. Anasema kwamba anatufuatilia. Kuna wewe anasema hivi kutoka shule ya wasichana ya Bulimbo, ningependa unisaidie swali kutoka tamthilia Kigogo. Sasa hili ni lako mwalimu. Utawala wa majoka katika jimbo la Sagamoyo umejaa sumu ya nyoka. Jadili usemi huo. Sasa sijui utalijibu hapa ama itakuwaje? Labda utaliangazia mwisho pengine tukumbuke. Alafu kuna Oduori Busere. Nasema vile vile yofuatilia dawati la lugha kutoka Kipsongo. Sema kazi safi kweli kweli. Asante. Kisha kuna huyu anaitwa Pastor Stephen Mabiala kutoka duka moja Nzoia, asema dawati la lugha kipindi bora zaidi. Mabingwa mtihani wa kitaifa ndio huu basi unaendelea. Lakini kama kuna masuala ambayo yameibuka, ni masuala yaibuka kwamba walimu wengi wanaonekana hawakuwa tayari kwa baadhi ya maswali, kwa mbinu za utahini na kadhalika. Kaka Fred, mbinu za utahini hivi zilibadilika ama hali koje? Wajua, jambo la kwanza ni kwamba mwalimu na mwanafunzi hawastahili kujua ni nini ama ni mbinu gani mwandishi atatumia. Hilo ni jambo la kwanza. Yapo na silabasi. Jambo la pili sasa ndio wanakuja pale. Naam. Kwa nini? Kwa kuwa mwanafunzi au kwa kuwa mwalimu amefundisha silabasi au kwa kuwa mwanafunzi ana silabasi, moja kwa moja anastahili kujua mitego ya nani? Ya mtahini. Kwa kuwa mtahini anaweza kutahini chochote tu kwa kutumia mbinu yoyote yake atakayojua. Na ndio siku zote wanayofanya. Tuseme mwaka huu kidogo palikuwepo na naweza kusema sijui ni ndo chenga ama ndo nini sielewi, lakini kwa mujibu wa mtalaa basi nafikiri kila kitu kilikuwa sawa kulingana na mimi. Naam. Japo kumekuwa na tetesi nyingi kwamba wale waliotahini mara hawakuzingatia ile na hili na hili na hili. Kidogo siwezi natofautiana nao kwa sababu wajua madam tu kila kitu kilikuwa chini ya mwamvuli wa mtalaa basi. Mwanafunzi pale ulipo sibabaike, najua kuna yule anasema sasa mabingwa anataka kupitia karatasi, atupitie karatasi yote. Najua kuna ile hofu kwamba hutaki kutazama runinga wala hatuna ilani ya kufanya hivyo. Hatutasahihisha ule mtihani. Tunazungumzia tu kijumla. Mwalimu Lutomia. Naam. Hivi amezungumzia mitego. Nani anafaa kufahamu mitego ya utahini? Ni mwanafunzi? Nafikiri mwalimu anastahili kumwelekeza mwanafunzi. Manake tofauti ya mwalimu na mwanafunzi ni ujuzi na ujuaji. Kwa hivyo mwalimu ni mjuzi na pengine mwanafunzi ni mjuaji. Naam. Kwa hivyo mwalimu amwelekeze mwanafunzi, amweleze moja kwa moja mitego ya aina hii huweza kutokea katika swali hili. Kwa hivyo mimi nafikiri kwangu tunawapa walimu ama hilo jukumu ni la mwalimu kumwelekeza mwanafunzi aina mbalimbali ya mitego ambayo huwa katika maswali mbalimbali ya mtihani wa Kiswahili. Kwa hivyo kwa kiasi kikubwa tukubaliane kwamba walimu wamefeli.
Si eti kwamba walimu wamefeli, lakini wajua mbinu za utahini nazo zinazidi kubadilika kila uchao na kukua pia. Muhimu ni kwamba walimu nao vile vile wahudhurie makongamano, waweze kufundishwa hizi mbinu ambazo zinazidi kukua kila uchao. Na Mwalimu Kaka Fred, hivi lipi linafaa lianze? Kwamba mbinu za utahini zimebadilika ama mtihani utainiwe ndipo tugundue sasa kuanzia mwaka ujao? Wajua tatizo la walimu inamaanisha lazima tuone katika mtihani. Hakuna njia nyingine ya kuweza kufahamu kwamba labda masuala ya toni kwa mfano tu, japo toni imekuepo kwa muda sasa, kwamba sasa imetolewa ipo katika Kiingereza, sasa imeletwa katika Kiswahili. Hivi tutalifahamu hilo kupitia kwa mwanafunzi kutesekea pale katika chumba cha mtihani ndipo tujihadhari mwaka unaofuatia, ama kuna mbinu nyingine yote kuweza kusaidia kuweza kuwaelimisha na kuhamasisha walimu kuhusiana na mbinu hizi mpya za kiutaini? Na nafikiri nitaona na alivyosema mwalimu kwamba walimu waweze kuhudhuria makongamano, vile vile kuweza kuuliza. Wajua sio walimu wote walipigwa chenga. Naam. Litambulike hivyo. Baadhi tu ya walimu. Na hawa walimu tuseme kwamba labda hawaulizani. Wajua utahini wa lugha haswa ya Kiswahili, niseme ya Kiswahili, vile vile huwa kulingana na namna Kiswahili kinavyokuwa. Kwa hivyo hatuwezi tukatarajia tu kwamba kwa kuwa utahini wa karatasi ama utahini wa kitaifa umekuwa ukifanywa hivi, kwa hiyo tutarajie tu hivyo. Hapana. Ni kama safari. Wajua safari unapotoka nyumbani kuelekea unakoelekea, siku zote huwezi kujua tu kwamba ama huwezi ukaazimia tu kwamba mimi huwa napitia tu hii njia kwa hivyo nitapitia tu hii. Hapana. Unaweza kufika ukute nyaya za umeme zimeanguka. Kwa hivyo mwisho siku lazima ubadili njia, aidha utupilia mbali safari yako au ubadili njia au mtazamo. Kwa hivyo kwa walimu na vile vile wanafunzi tuweze kutarajia chochote tu, hata alivyoeleza mwalimu kwamba hizi mbinu, wajua hizi mbinu kwa kweli wanafunzi watatoka kutoka kwetu, na endapo sisi tutafeli kuelekeza, mwisho wa siku basi na yeye pia atafeli kufanya nini, kuzoea zile alama. Mwalimu wa Kiswahili ni mzembe? Ama tuseme kazi iliyomo katika silabasi kwa Kiswahili ndio nyingi. Nauliza hivi kwa sababu nimesikia malalamishi haya. Nakumbuka wakati nimeona hata kwenye kundi la dawati pale kwamba ikiwezekana wale wa Kiingereza wanafunza Kiingereza na fasihi tu, wasomea tu Kiingereza na fasihi. Sasa Kiswahili wasomea Kiswahili na somo jingine. Kwa hivyo kazi ndio nyingi, ama kwa kiasi fulani kuna uzembe pia miongoni mwa walimu wa Kiswahili? Wajua si eti kwamba kuna uzembe, lakini mtindo huu unazidi kubadilika, na ni vyema walimu na wanafunzi watambue hili kwamba NEC kwa sasa inapendelea maswali ya kumfikirisha mwanafunzi. Si maswali ama sio maswali ya kumbukumbu. Kwa hivyo wanafunzi na walimu wachukue mkondo huo. Si kwamba watasoma tu kisha wakumbuke, la. Ni maswali ambayo yanatahini namna mwanafunzi anaweza akajieleza na kufikiria. Kwa hivyo ndio swali ambalo ndio swali ambalo linawapiga chenga nafikiri wanafunzi na walimu wengi. Wanafunzi katika kiwango hiki cha msingi, kiwango cha msingi inamaanisha kuanzia darasa la grade ya kwanza sasa hadi kidato cha 4, basic education. Wanafunzi hao wana uwezo wa kufikiria kiasi hicho, kwa sababu nimesikia baadhi ya maswali yakitajwa kwa chuo kikuu kwamba swali hili ni kama la chuo kikuu, hili si la wanafunzi. Wajua kwa wanafunzi wa darasa la tuseme kwamba grade ya 4 kwenda mpaka darasa la 8 pale, wao wanafundishwa ijapo kwenye sehemu ya kufikirisha knowledge questions, ni maswali ambayo wao wanayajua ama yapo katika himaya mazingira yao ama kiwango chao. Kwa hivyo utapata kwamba mwisho wa siku tunarejelea pale pa mazingira. Kwa sababu hata ukiangalia mtaala umilisi moja kwa moja mbali na labda talanta au vipaji na kadhalika, pia ni maswali ambayo yanaoana na mazingira ambayo mwanafunzi yumo. Naam. Maswali kutoka wapi? Maswali yanayotainiwa. Maswali zaidi kwa sababu kumekuwa na mjadala pia kuhusiana na maswali hutolewa wapi? Maswali hutolewa kwenye silabasi. Wajua silabasi ni kama dira. Dira ni chombo ambacho kinakuelekeza ama kinakuongoza. Kwa hivyo silabasi huwaelekeza walimu na wanafunzi kwa yale wanayopaswa kuyafundisha na kusoma. Kwa hivyo maswali yote yanatolewa kwenye silabasi. Nafikiri hakuna swali ambalo linatolewa nje ya silabasi. Kwa hivyo tukijikita katika silabasi, haya yote yatakuwa
yatakuwa sawa nafikiri. Kwa hivyo hamna swali ambalo hutainiwa ambalo unaweza ukasema linatoka nje ya silabasi? Sidhani. Manake maswali yote wale watahini wanapotunga maswali wanaelekezwa na nini? Silabasi. Naam. Tuzungumzie, unajua swali hilo nimeliuliza kwa sababu kulikuwepo na mjadala kuhusiana na karatasi ama maswali fulani yametolewa katika karatasi la KCPE, KCSE, mitihani ya zamani ama wakati mwingine katika vitabu vya marudio. Kulikuwa na sijui karatasi gani ikawa kwamba mtihani takriban maswali yote yametolewa katika kitabu kimoja cha marudio, na ikaibua mjadala mkubwa kwamba kuna wale wanaunga mkono wanasema kwamba ni sawa, ni maswali ambayo yametoka katika silabasi kwa hivyo hamna makosa. Kuna wale ambao wanahisi kwamba wanafunzi ambao labda kwa njia moja au nyingine wametumia kitabu hicho katika marudio wanakuwa wamependelewa labda kwa kudhamiria au kwa kutodhamiria. Wajua mimi nachukulia sehemu mbili ama sura mbili hapa. Mimi mwandishi, Mwalimu Lutomia ni mwandishi. Na kazi kwa mfano ikinukuliwa pale kutoka kwa kitabu cha Mwalimu Lutomia, nafikiri ama changu, kwa mtazamo wangu nitafurahia. Kwa nini? Kwa sababu ni mauzo mwisho wa siku. Wajua? Alafu sehemu ya pili ni kwamba kidogo naweza nikasema kwamba ni makosa makubwa. Kwa sababu hasa kwa watahini. Hapa naweza kusema kwamba labda watahini wamefeli moja kwa moja. Kwa nini? Na sababu zangu. Mwanzo kile kitabu kilichotumika wajua kilikuwa cha, wacha niseme, kampuni fulani au mwandishi fulani. Na mwisho usiku maswali yanayotahiniwa katika mtihani wa kitaifa mara nyingi huazimiwa kwamba yao maswali labda yametoka katika sehemu tofauti. Kwa hiyo akija hapo moja kwa moja yanaweza akamnufaisha mwanafunzi mmoja sehemu fulani. Na mwisho usiku pia hawa walimu wengine ama haya matiba mengine yanaweza kusema kwamba labda ilikuwa mbinu ya kutaka kutafuta labda biashara ya mwisho usiku. Kwa hiyo kwa sababu pia tukiangalia kwamba hawa watahini wanaotahini kazi hizi ulipwa na sio mtu mmoja wala watu wawili. Kwa hiyo endapo basi kazi itanukuliwa moja kwa moja kutoka sehemu fulani, basi itaonekana kwamba labda ilifanya na mtu mmoja. Na pia nafikiri tunapozungumzia kitu kinaitwa plagiarism, Mwalimu Lutomia ananielewa, ama ile piracy tuseme hivyo. Na kwa sababu huyu mwandishi hawezi kufanya hivyo kama nilivyoeleza mwanzoni. Kwa hiyo ikija katika mtazamo wetu tunasema kwamba kidogo pale walifeli. Angalau ungetoa swali moja kisha kwingine au wabadilishe mtindo iwe sura tofauti na hivi. Nani alikwambia mimi sielewi plagiarism? Sijui kama unaelewa. Na samahani kwa sababu pia mwandishi unaelewa. Na labda nikimalizia kauli hiyo, wengi walisema kwamba labda ni sawa kwamba mwanafunzi anastahili kusoma na hicho kitabu labda kilikuwa chini ya mtaala au silabasi sawa, lakini namna basi kilivyochukuliwa na yule mtahini kidogo kwa mtazamo wangu naona kidogo sivyo. Kaka? Mimi nasema kwamba si haki kutahini ama kutunga mitihani kwa kutoa katika, ikumbuke kwamba anafahamu kile kitabu nilikiona kwenye mitandao tu na nikasikia kwamba mitihani ama mtihani huu ulinakiliwa kutoka pale. Naam. Kwangu naona kwamba hizo ni kama shughuli za kibiashara ambazo watu wanajaribu kufanya. Ikizingatiwa kwamba kitabu hicho si kitabu cha kiada. It's not a course book. Ni kitabu cha marejeleo. Pengine tuseme ingekuwa ni kitabu cha kiada ambacho wanafunzi katika sehemu yoyote, shule zote wanaweza hapa nchini wanaweza wakapata. Sasa tutasema kwamba pengine ni sawa. Lakini kama ni kitabu cha marejeleo, mwanafunzi wa Turkana pengine kitabu kile hajawahi kukiona, mwanafunzi wa Garissa hajawahi kukiona, kinawanufaisha wanafunzi wachache. Kwa hivyo kwangu hilo si jambo jema. Na tena katika utahini iweje kwamba wewe ni mtahini unalipwa? Iweje kwamba unachukua ama unanakili tu kazi moja na kuipachika pale eti ni mtihani? Kwa hivyo ni vizuri watahini wawe waangalifu na waweze kutahini kwa kutumia ama kwa kuelekezwa na silabasi. Wasikwende wakachukua tu kazi hapa na pale na kupachika katika karatasi za mitihani. Na wajua Mwalimu Lutomia ukanikumbusha, kwa sababu katika shule zetu tunazofundisha tunatahini mitihani, na moja hapa sheria inasema kwamba tafadhali usinakili kwingine, iwe kazi yako
maswali yawe yako maadamu yapo kwenye hivi niwaulize, hivi mnapofunza pale darasani mnafunza maswali ama mnafunza uelewa wa mwanafunzi? Kwa sababu mimi nahisi kwamba swali lolote likatolewa kokote, aliyeliona swali lile na yule ambaye hakuwa ameiliona, iwapo anaelewa, wazungu wanaita the concept, iwapo anaelewa the concept ama swala lenyewe, baada atakuwa na nafasi sawia na huyu mwanafunzi mwingine. Ni sawa. Sidhani kama mnafunza sentensi hii nafikiri ni sawa, lakini kutahini tunaweza tukatahini, mtu yote anaweza kutahini, lakini inategemea, je, umetahini kwa nia gani na umetahini vipi? Pia hilo lazima pia tuliangalie. Wajua kutahini kufundisha, tumefundisha. Tunaweza tukafundisha, kwa mfano tumefundisha alivyoeleza mwalimu Cosbook, hivi vitabu vinavyotumika katika shule zetu. Umefundisha pale, sawa. Ukitoa sehemu unauliza, ndio maana wao wanasema jibu kulingana na kitu fulani. Na sasa wewe ulivyosema yale maswali ni sawa, huenda yako pale, sio? Ila lengo na nia ya mtahini alivyoitahini sivyo ndivyo ilivyostahili kufanya. Sijui kama umenielewa. Nimekuelewa. Kwa mfano katika kitabu mojawapo cha marudio pana sentensi Juma anacheza mpira vizuri. Tumeelewana? Kisha mwanafunzi akaambiwa abainishe, kwa mfano labda shule za msingi, abainishe kitenzi kwa mfano na kadhalika. Juma anacheza mpira vizuri. Kisha anayetahini akakwenda katika kitabu fulani cha marudio. Kumbuka wewe ulifunza darasani kuhusu Juma anacheza mpira vizuri. Anayetahini akakwenda akatafuta katika kitabu kingine akachukua sentensi tofauti ambayo ipo katika kitabu kile cha marudio. Sasa mwanafunzi kama anaelewa aina za maneno, si hoja ikiwa sentensi aliona ama ni sentensi ambayo ndio imeibuka. Kama anaelewa kwa mfano aina za maneno, vitenzi, vivumishi, vielezi, nahisi bado na nafasi ya kujibu swali lile. Labda tu isipokuwa kama mtasema kwamba huwa mnafunza pia na mifano hii na kile mifano chini. Mwalimu Lutomia. Nakuelewa kaka Dalmas, lakini kama tulivyotaja awali, tunafundisha wanafunzi ili waelewe. Si kwamba waweze kukumbuka tu kile walichofundishwa, lakini waelewe ile dhana ambayo inafundishwa. Kwamba unafundisha nomino na aina zake, mwanafunzi aweze kujua nomino ni nini na aina mbalimbali za nomino. Hivi kwamba likija swali lolote kuhusu aina za nomino, liwe limenukuliwa kutoka wapi ama wapi, aweze kulijibu. Lakini kosa ni mtahini kuchukua kazi katika maswali ambayo tayari yamechapishwa kwingine na kuyapachika vivyo hivyo kwenye karatasi ya mtihani. Hapo ndipo mimi naona kwamba kuna kosa. Sisemi kwamba mwanafunzi ambaye hakupata nafasi ama fursa ya kupitia kitabu hiki hastahili kuyajibu, lakini mimi tatizo langu linatokea kwamba huyu mtahini anachukua kazi ambayo imechapishwa na kupachika katika karatasi ya mtihani. Alafu isitoshe pia mwalimu, utapata kwamba kidogo tuchukulie kwamba labda kwa namna moja ama nyingine huenda hiyo kazi labda mwalimu alipita. Sema kama mwalimu wangu wa somo hilo aliweza kupitia na wanafunzi kwa kutojua labda itatahiniwa. Na unajua darasani tunapokuwa tuna vitengo tofauti vya wanafunzi. Unakuja kupata mimi kaka Fred siku zote huwa na labda nambari ya mwisho darasani au nambari ya pili kutoka nyuma huko. Leo hii nimekutana na kazi hii. Alafu Kiingereza napata A. Sijui kama unanielewa. Huyu mtoto anapokwenda kwa mwalimu Lutomia kule, mwalimu Lutomia atashangaa, mwanafunzi huyu anapataje somo hili ile hali yupo katika kiwango hiki. Kwa kidogo inaleta utofauti. Kwa hivyo kwa ufupi mnachosema mabingwa ni kwamba mbinu za sasa za utahini kwa kiasi fulani zinawapendelea wanafunzi wenye navyo. Kwa maana ya labda shule zile kubwa ambazo labda wana vitabu hivi vyote vya marudio, labda wana nafasi ya kufanya mitihani mingi, kudurusu mitihani mingi, ukilinganisha na labda shule ambazo niziite hohe hae, shakum si matusi, lakini labda ni shule ambazo ni kweli kwa sababu hawana matopa vile vitabu, tegemea vile vitabu vile vya kusoma pale ambavyo vimeweza kuidhinishwa. Kwa kiasi fulani ndivyo mnavyosema? Mimi naonelea ni hivyo, manake hata utafanya utafiti wa mwakani, pengine utaangalia mauzo ya vitabu vya marejeleo, utaona kwamba mauzo sasa yamenawiri sana. Kwa sababu wanafunzi sasa hawatakuwa na ile motisha ya kusoma hivi vitabu vya kiada, watakimbilia tu maswali ambayo tayari yapo na majibu. Kwa hivyo
lugha hasa Kiswahili mojawapo ama kilimo kule Mesopotamia. Kimesalia hivyo. Mojawapo ya sifa ya lugha ni kwamba lugha hukua. Lugha ni kama binadamu hukua. Hata siku hizi wazazi wetu wanasema hichi Kiswahili kinachofundishwa kimebadilika, si chetu bana. Kwa sababu lugha inazidi kukua. Kwa hivyo lugha inapozidi kukua, mwalimu naye awe tayari kukua na lugha. Wanafunzi wawe tayari kukua na lugha yenyewe. Walichofundishwa pengine shule ya msingi ni tofauti na wanachofundishwa katika shule za upili. Manake katika swala hili, kwa mfano swala la vinyume, huwa wakati mwingine natatizika sana ninapoingia darasani kidato cha kwanza, ukampa mwanafunzi swali ama sentence ukamwambia andike kinyume. Katika shule za msingi wanafunzi wanafundishwa kwamba nomino, kwa mfano baba kinyume ni mama. Ambalo sivyo katika shule za upili. Kwa hivyo lazima tuendane na mabadiliko na kweli mwalimu, kukuchachawiza pale ukanikumbusha, yupo mwalimu mmoja sitamtaja, akaja na swali hilo darasani la kinyume. Akamwambia wanafunzi, naomba mteue kinyume cha sentence hii, mama amejifungua. Balatu baba amejifunga. Ndio haya tu. Kwa hivyo na mwalimu unaweza kuendelea. Kwa hivyo tunasema ni kwamba walimu na wanafunzi watafute mbinu mbadala ambazo zitawezesha kuendana na makuzi ya lugha. Naam. Japo mabingwa hilo linategemea pia wanafunzi, aina ya wanafunzi ambao mwalimu anao, kwa sababu finyanga na bado wakabadilika kuendana na majira. Lakini kuna wale wanafunzi ambao hata wewe mwenyewe unavyoangalia unajua hao nikiwafinyanga kidogo itakuwa. Kwa hivyo tuseme kwa kiasi fulani inategemea pia wanafunzi ambao mwalimu anao. Naam, wajua wanafunzi naweza nikawalinganisha na hivi vianda vya vidole vyangu hivi. Ni tofauti. Mwanafunzi huyu hafanani na mwanafunzi huyu mwingine. Katika kimombo kuna wale wanaitwa slow learners, kuna wale wanaitwa gifted, talented. Kwa hivyo mwalimu lazima pia aelewe wanafunzi wake. Hawa wanafunzi ni wa kujifunza kwa njia gani? Ni wale ambao wanaitwa slow learners, ama wale ambao wakifundishwa leo hii wataweza kuyapokea yale mafunzo moja kwa moja pale darasani, kisha mengine yakawa tu ni kazi. Kwa hivyo mimi nafikiri kwamba katika kufundisha pia mwalimu lazima aweze kuelewa viwango vya mwanafunzi. Naam. Muda uliopo unatosha. Muda uliopo kwa mfano kwa somo la Kiswahili ni muda ambao unatosha kwa mwalimu kuweza kwenda zaidi ya loratibiwa, kwa mfano kuweza kuangazia mitihani zaidi, karatasi zaidi, kudurusu zaidi na kadhalika. Kaka Fred, unaweza ukasema muda uliopo unatosha? Muda huo unategemea na mwalimu. Na kwa mimi naweza kusema kwamba hautoshi, ndio maana kuna masomo ya ziada. Na wajua ili hapo haramu katika shule. Sasa wajua nilikuwa naelekea pale kwamba serikali iliharamisha masomo ya ziada katika shule za umma, na sasa unasikia mwalimu mwenyewe anasema wajua masomo ya ziada sio lazima yawe nje ya ule muda ulioratibiwa. Hapana. Kwa mfano mwalimu unaweza kutenga muda wako, tuchukulie kwamba labda kuna somo fulani litakalokuja baadaye, unaweza kuzungumza na mwalimu mwenza kwamba naomba muda huu basi niweze kusema na wanafunzi. Au labda baada ya chamcha. Kwa mfano chamcha huwa na takriban saa nzima. Unaweza kuchukua kama dakika 30 ukasemea nao. Naam. Au muda ule wa hata siku kuna muda wa mapumziko. Unajua hivyo uliondolewa pia. Kwa hiyo muda huo pia mwalimu anaweza kuutumia kuelekeza hawa wanafunzi, kwa sababu ipo kwenye sema mkoba tu wa muda ambao basi tume walimu. Mimi naweza nikasema kwamba muda ambao umetengwa unatosha. Naam. Ila wanafunzi na walimu wajipange. Tatizo ni kwamba watu hawajipangi. Ukipangia muda ambao umepewa, huo muda unatosha vizuri. Kile ambacho pengine ufanyika, wajua silabasi imepangwa ama imeratibiwa kwa njia kwamba ifundishwe kuanzia kidato cha kwanza hadi cha 4. Kweli. Lakini tatizo ni kwamba walimu sijui wanataka wakamilishe silabasi kidato cha 3, kidato cha 4 wafanye nini? Hapo nakumbuka wakati fulani waziri akiwa Matiang'i akiwa waziri wa elimu aliuliza
mnakimbiza silabasi ili mfanye nini? Ule muda wa kule mwisho ndio wengine zamani walikuwa wanatumia kutafuta maswali hapa na pale. Kwa hivyo muda ambao umetengwa na Wizara ya Elimu na shule zetu unatosha kufundisha Kiswahili. Bora mwalimu na mwanafunzi wajipange. Naam. Tuzungumzie mzazi. Katika mabadiliko haya ya kiutahini, mzazi ana jukumu gani? Nauliza hivi kwa sababu wakati mwingine katika baadhi ya shule inakuwa kwamba kuna sijui pesa za ziada, sijui nini. Wazazi wasema elimu bure, shule za umma hizi. Elimu hamna malipo. Sasa vipi tena? Ama wakati mwingine kuna vitabu ambavyo nimefurahi sana nasikia kwamba vitabu viteule katika shule za umma sasa vitakuwa vimeanza kutolewa na serikali. Bila shaka jambo zuri. Nakumbuka enzi zile ilikuwa kwamba mwanafunzi mmoja na kitabu hicho, mwingine hana, mwingine anacho kimeraruka kurasa takriban nusu na kadhalika. Kwa hivyo labda pale kuna hali ambayo imeboreka kidogo. Mzazi ama mlezi ana jukumu gani katika mabadiliko haya? Mlezi kwanza mlezi ndiye ambaye anastahili kuhakikisha kwanza, kama ni hizi shule za kutwa kwa mfano. Wajua tuna walezi wengine ama wazazi wengine ambao wamesusia majukumu yao na wamewaachia walimu majukumu ya walezi. Sasa hivi kwamba mwanafunzi haji shuleni, hatujui yuko wapi, mzazi wala ama mlezi naye pia hajui mwanafunzi yuko wapi. Kwa hivyo mimi naona kwamba ni jukumu la wazazi ama walezi kuhakikisha kwamba wanao kama ni vitabu wanavyo, kama vitabu vinastahili kununuliwa wanavyo, kama ni kwenda shuleni wahakikisha wanafunzi wamekwenda shuleni. Wasiwaachie walimu mzigo huu wote. Wajua hapa kuna mambo matatu. Kuna mwanafunzi, kuna mwalimu na kuna mzazi. Sote tunategemeana. Sisi walimu tunawategemea wazazi nyumbani kuhakikisha kwamba huyu mwanafunzi anafanya nini, anapata elimu. Kwa hivyo mzazi akituachia ama akiwaachia walimu majukumu yote, basi kuna pengo ambalo litafanya nini, litajengeka. Na hayo ndiyo ambayo baadaye yanatokea mambo kwenda kombo. Naam. Nafikiri kuchangia alivyoeleza mwalimu Lutome ni kwamba kawaida tuna mafiga matatu. Na wakasema kwamba moja likiondoka basi haya mengine huwa magumu sana, haswa ijapo katika mapisha au upishi. Kwa hiyo ukiangalia tasnia kwa mfano huu mtaala nirejelea mtaala umilisi wa CBC haswa grade ya 4 kurudi chini. Utapata kwamba kwa kweli mtaala huo unamhitaji mzazi kadri ya uwezo wake. Wajua tukilinganisha huu na ule mwingine mzazi alikuwa na mtuma mwanafunzi shuleni tu, alafu jioni anataka angalia labda kazi alizozifanya hiyo. Lakini huu kwa mfano ule mtihani ambao nafikiri kwa grade ya 3 waliufanya mwaka huu, unaona kwamba kidogo ulimhusisha mwanafunzi mzazi. Swali linasema kwamba unaweza aidha kwa usaidizi wa mwalimu au wa mzazi fanya kazi hii. Kwa hivyo unaona kwamba mzazi sasa hivi pia lazima ajue majukumu yake kumwelekeza mwanafunzi au huyu mtoto. Kwa mfano hiki pia anastahili kumwelekeza, mwalimu pia anastahili kumwelekeza. Na tofauti na awali, wajua awali mwalimu alikuwa akimwelekeza mwanafunzi, yule mwanafunzi hata akija nyumbani akimwambia mzazi au mzazi akimkosoa atamwambia hapana, mwalimu alisema. Lakini mtaala huu tunaozungumzia utapata kwamba kidogo pia mwanafunzi ataweza kutambua uwepo au usaidizi wa mzazi wake. Kwa nini? Kwa sababu atamwelekeza fanya hivi, atakapokwenda pia shuleni mwalimu atamwelekeza basi umefikia wapi, nimefikia hapa, hebu tuende hivi. Kwa mwisho wa siku utapata kwamba huyu kutakuwa na ule uhusiano wa karibu wa mama wa mzazi, wa mwanafunzi na vile vile wa mwalimu. Naam. Vitabu vilivyopo vile vya kiada unaweza tukasema vinajitosheleza kipi vyote vile, kwa maana ya inawezekana bado ukavitumia vitabu vile na bado ukaweza kuzoa alama, ukawasaidia wanafunzi kuzoa alama, ama kivyo vyote vile unahitaji vitabu vya marudio? Mwalimu Lutome. Nafikiri vitabu hivyo vinajitosheleza, japo ni vyema pia kutafuta vya marejeleo ama vya marudio. Manake hivyo vitabu vingi huwa ni dhana ambayo inafundishwa pale, lakini hakuna pale pengine maswali
ama namna mbalimbali ambavyo maswali yanaweza kutahiniwa. Hivi vitabu vya marejeleo navyo kwa upande wake huwa na mbinu tofauti ambayo pengine huweza kutumika katika kutahini. Hivi vitabu huwa vimeandaa maswali kwa njia mbalimbali ambazo mwanafunzi anaweza akavitumia kwa kurejelea dhana ambayo tayari amefundishwa darasani. Kwa hivyo hivi vitabu nafikiri lazima viandamane kwa pamoja, vitabu vya kiada na vile vya marejeleo. Ni kweli, kwa sababu utagundua kwamba tukija kwenye vitabu vya kiada mara nyingi huwa havina maswali mengi. Na hivi vya mazoezi ni vita vya mazoezi, ni mazoezi kwa sababu vinamwelekeza mwanafunzi, vinampa mwanafunzi ubunifu wa ziada kwa mbali na hicho au kile alichofundishwa au alichokisoma. Kwa hivyo vinastahili pia kuibua maswali kutoka kwa karatasi za awali. Ni haki. Nimeona yale mnayosema kwamba kutoka katika vitabu vya marejeleo moja kwa moja na kuweka katika mtihani wa kitaifa. Na wajua hapa kuibua maswali katika mitihani ya zamani, nafikiri kusema ni haki ama si haki. Nafikiri pale tunaangalia wajua kidogo ugumu na maswali yalitokana na ule utaifa. Mwalimu unapofanya darasani sawa tu, lakini ule utaifa, nafikiri pia mwalimu Lutemi akaelezea vizuri kwamba wakifanya hivyo na huu mtihani ni wa kitaifa, na unaona hiki kitabu ambacho labda kiliweza kuchopolewa ama yale maswali yalipochopolewa humu ndani, ifahamike kwamba sio wanafahamu, sio shule zote zina. Kwa hivyo lazima pia tuangalie. Alafu na moja wapo ya sheria ambazo mimi mwenyewe kibinafsi najua ni kwamba hata wakubwa wangu siku zote watakwambia kwamba unapotahini maswali yako kulingana na nini, ama ukitaka kutoa maswali kwenye kitabu cha hiki cha kiada hiki, lakini usitoe labda huku kwingine labda kwa sababu zao. Kwa hiyo mimi ninavyojua kwa sababu la ule utaifa sasa karatasi za kitaifa kwa sababu ni ule utaifa, ni vizuri hao watahiniwa waweze, hata kama ni kutoa pale swali, toa swali moja sawa, swali moja mawili sawa kabisa, lakini sio labda sehemu nzima. Kidogo ule upekee pia unaondolewa. Wajua baada ya kusahihisha mitihani huwa kunaandaliwa ripoti. NEC huwa inaandaa ripoti. Inaangazia ni maswali yapi ambayo wanafunzi walifanya vizuri, ni maswali yapi ambayo wanafunzi hawakufanya vizuri. Ni vizuri walimu wapate hizi ripoti na wanafunzi, kwa sababu kulingana na hizo ripoti ama kutokana na hizo ripoti NEC hufanya uamuzi kwamba kwa mfano swali ambalo halikufanywa vizuri linaweza likarudiwa kutahiniwa tena. Hivi ni ama kwa sababu gani wanafanya hivi? Wanafanya hivi ili waone ama wapime kwamba ile dhana ambayo haikueleweka inaweza kueleweka. Lakini mimi naona kwamba si vizuri kwamba kama swali halikufanywa vizuri basi linakiliwe moja kwa moja. Dhana ile ambayo ilifanywa vizuri ndio inayoweza kufanya nini? Kurejelewa. Kwa mfano kama wanafunzi hawakuweza kubainisha aina za vitenzi, wasichukue zile swali ambalo moja kwa moja walishindwa. Wanaweza wakarudia dhana ile ya aina za nini? Vitenzi. Lakini si kwamba warudie swali lile ambalo wanafunzi walifanya nini? Au kulifanya vizuri. Tuzungumzie bashiri hizi za kabla ya mitihani. Baadhi ya walimu wamependa sana mbinu hiyo. Japo dawati la lugha tumejizatiti sana kujikwepa kabisa na kujikwepesha na bila shaka mbinu hiyo ya kwa mfano insha kwamba sijui gani haijatainiwa sijui mwaka gani, wale wasemao wanahisi kwamba labda insha hii itaweza kutainiwa. Mbinu hiyo nafikiri mbinu hiyo zamani, wacha niseme zamani mwalimu alivyosema kwamba mtindo wa utaini umebadilika. Kwa kweli, kwa sababu hata mimi nilikuwa mmoja wapo wale walimu waliokuwa wakisema kwamba hii sehemu itainiwa hii hapa. Lakini kuanzia mwaka 2017 nafikiri mtindo huo ulitupiliwa mbali. Nakumbuka swali la barua likija kwa mfululizo, nakumbuka kama sijakosea. Kwa hiyo kumaanisha nini? Hata na wao pia wanatuonyesha sisi kwamba kama ni walimu tufundishe. Nakumbuka kabla ya mtihani kwenye dawati hapa tukutaka sana kuzungumzia labda tuseme kwamba hiki kwa sababu kilitahiniwa hiki ndio kitakuja. Hapana. Kwa nini? Kwa sababu kwa kuwa kila kitu kipo kwenye silabasi, basi wacha tufundishe na tusiseme kwamba ama tusiwapoteshe wanafunzi kwamba kwa sababu kumbukumbu litahiniwa mwaka jana mwaka huu hatuwezi tukaa na kumbukumbu. Hapana. Kwa hivyo hata na wao pia watahini kidogo na wanatupa huo mwanga. Na nafikiri tukienda hivyo huo ndio utahini tunaotarajia. Naam. Swali la pengine kwa kuongezea tu
Niseme kwamba yale masuala ambayo yalikuwepo zamani ya kutabiri masuala nafikiri kwa sasa hayapo, kwa sababu hayapo kabisa. Kile ambacho Wizara ya Elimu inataka ni kwamba walimu wafundishe silabasi yote. Wajua zamani watu wangeangalia swali lipi lilikuwa la lazima, kwa mfano insha kwa miaka 10 iliyopita maswali yapi yametahiniwa, kuna uwezekano swali lipi kutahiniwa mwaka huu. Muhimu ni mwalimu afundishe silabasi yote, kazi ya utahini awaachie watahini. Ikiwa NEC ilionelea ama ilipendekeza haya masuala ya kutabiri ndio yalikuwa yanafanya baadhi ya walimu kukwepa kufundisha vijisehemu fulani. Kwa mfano, ikiwa utatabiri kwamba mwaka huu tuseme report ndio itatahiniwa, kuna haja gani wewe kufundisha kumbukumbu, barua? Sasa unaona kwamba baada ya kozi ya mwanafunzi atakuwa ameachwa kama mlemavu. Sio? Manake yeye alijikita tu katika kufundishwa ripoti. Naam. Swali la mwisho tukimaliza mazungumzo haya, na hili ni nyinyi na wasuta kidogo. Kikawaida kama mwanadamu kuna zile sehemu ambazo unapendelea, kuna zile upendelei, na hili nimeliona sana katika shule za upili zaidi ya labda shule za msingi. Au mabingwa kaka Fred, kuna yule anapenda fasihi. Na kuna yule labda anapenda matumizi ya lugha. Japo matumizi ya lugha sijawaona wengi na naendelea kuwatafuta. Unapata kuna yule mwalimu ambaye yeye anapenda insha. Hata ninapotoa wakati mwingine mialiko kwa walimu, ananiambia sehemu mnaangazia nini na insha. Mimi nitafuta wakati wa fasihi. Sasa sijui unaweza ukasemaje hilo na hatari zilizopo katika kumwandaa mwanafunzi. Ni kawaida ya binadamu kupendelea kitu fulani dhidi ya kitu kingine. Kwa hivyo wajua Kiswahili kama somo ni pana sana. Kwa mfano katika shule za sekondari tuna karatasi 3. Kuna karatasi ya kwanza ambayo ni insha, karatasi ya pili ambayo ni sarufi na matumizi ya lugha, karatasi ya 3 fasihi. Kila mwalimu ama baadhi ya walimu huwa wanapendelea pengine karatasi fulani kuliko karatasi nyingine. Mimi nitasema ni kawaida tu ya binadamu, kwa sababu hatuwezi tukawa kwamba tumebobea katika kila kitu. Kuna sehemu ambayo hata darasani unafurahia kuifundisha zaidi ya nyingine. Mada fulani unafurahia kuifundisha zaidi ya nyingine. Kwa hivyo ni kawaida binadamu. Nafikiri fasihi bila shaka. Lakini sio kwamba sifundishi insha nani, lakini napendelea fasihi. Nafikiri kauli hiyo ni sawa tu, kwa sababu walimu wana upungufu wao. Anaweza akawa mwalimu, kwa mfano mimi ni mwalimu mzuri wa hisabati. Kama hujajua nafikiri huko unajua. Kuna baadhi ya sehemu katika somo la hisabati ambazo hizo sehemu siku zote huwa nazipenda sana. Hata huwa nazifundisha darasani. Utapata mwalimu wa hisabati anakuambia, "Ai, kaka, kwa sababu naona ni mzuri sehemu hii, tafadhali naomba nifanye hivyo." Na pia utapata kuna baadhi ya walimu ambao wanafundisha nao, japo wafundishe darasa la 8, lakini kuna baadhi ya vitengo kuna mmoja anasema, mimi naelewa, najua tu kufundisha barua ya kirafiki." Kwa hivyo unampa ruhusa hiyo. Kwa hivyo pale siwezi nikasema kwamba ni ulemavu. Kwa mfano mimi nikiwa mzuri katika sehemu ya sarufi, na kuna mwalimu mwenzangu pia ni mzuri katika somo la fasihi, aidha zaidi yangu au si zaidi yangu, pia ni vizuri tumpe hiyo nafasi. Hawa wanafunzi kwa kweli tu ukiangalia wanafunzi pia siku zote wanataka mandhari hayo. Akiona kwamba mwalimu Litomi akanifundisha kuhusu sarufi, nafikiri mwalimu Dalmas anaweza kunifundisha kuhusu nini insha na kadhalika. Kwa hivyo hilo sidhani kama ni upungufu. Na pia ni vizuri pengine kubadilisha nafasi ili kuondoa ule ukinaifu katika kufundisha kabisa. Haya basi, mabingwa wanaona ni kama tunahitimisha sasa. Kuna mmoja hapa anasema kumbukizi za nguli walibora, anaitwa Maheri 254. Mwaka sasa kamilika, jagina katoweka, mawaidha kakoseka, hayapotei kakumbukwa. Tutamkumbuka jagina kwenye kazi za kubuni, daima hata dawamu zidi kulala peponi. Asante bingwa Maheri. Utunzi upo kweli kweli. Mabingwa naona wanajimudu kweli kweli. Wewe kutoka Tongaren anasema vile vile hiyo afuatilia, alafu labda huyu anasemaje? Ken Walibora, nilikuwa nishasoma hiyo. Bonville kutoka Vihiga anasema dawati la lugha ni kipindi ambacho kimemuimarisha na kumfunza mengi kweli kweli tangu aanze kutazama kipindi hiki. Kipindi kimekuwepo kwa miaka sasa, miaka mingi kweli. 2016 miaka mitano hii. Nafaa tuandae anniversary bwana, lazima fanya mpango kwa ufadhili wa Lutome na wenzake.
Kae chini tuandae. Wana uwezo huo Kuandaa. wana uwezo. Ikiwezekana najua unazindua vitabu vyako. Tutazungumza tuone kama tunaweza tukafanikisha. Miaka 5 si mchezo bwana. Kweli. Kama bado tumevaa beramu ya Kiswahili. Wakati mwingi nabebeshwa misalaba hapa kweli. Japo nashukuru, asanteni kwa nyinyi mnaonibebesha misalaba. Wakati mwingine sipo kazini, lakini yanapotokea yanayotokea basi napigiwa tu simu. Hivi leo umesemaje radio? Nakwambia mabingwa Japani ama runigani. Japo kupitia kwa hayo ndipo tunakuwa na kuimarika zaidi. Sijui kama mwingine naona baada ya kipindi cha leo redioni akawa ananiambia mwalimu na ibilisi anaweza kuwa Mungu. Kwa hivyo hata nikajiuliza, wajua leo nilikuwa msamiati wa maabudu kule ile sehemu ya redio. Kwa hivyo nilisahau kukujuza, lakini nasema Kiswahili kikweli kina mambo. Hapo basi. Tuhitimishe mabingwa. Sijui kama kuna yeyote labda upande wako ama upande wako mwalimu Lutomia. Jumbe ama nini? Yeyote wa mno ambaye labda amekuwa kifuatilia. Naam, jumbe ni nyingi sana na zinazidi kutiririka. Namuona rafiki yangu hapa anaitwa Bwana Wafula anatutazama mbashara akiwa Mombasa pale Bamburi, anafuatilia kwenye YouTube. Kuna Anthony Nandunga akiwa Kamkuywa, kuna Rahab Wanjiru akiwa na Kensley Pendo akiwa naye Milka Mudhoni wanatutazama mbashara. Kuna rafiki yangu hapa anaitwa Jonte, majina ya mtaani hayo, anatazama vile na mwingine anaitwa hapa Rufus. Wengi wanazidi kufuatilia. Sasa huyu Anthony Wakamkuya ndio yule ulikuwa na. Kumbe Anthony tumesha kupata, tumekuelewa. Bana la mwisho umejisahau akataja. Yupo Evans Mkenya rafiki yangu tokea maeneo ya Nairobi, yupo Massimo Giti tokea Kisii, yupo Elda Makari Tunde na anasema kama tokea maeneo ya Nairobi. Na vile vile japo ananiuliza swali zushi hapa kidogo tu la kizushi upande ule mwingine wa redio, sema kwamba maeneo haya labda hawapati. Kwa hivyo yupo mwingine Gilbert Wekesa. Gilbert anatokea maeneo ya Uganda. Sasa wewe umesoma arafa 5. Kati ya hizo arafa ya kiume ni moja. Asante mtazamaji. Wapo wengi, nilisema Gilbert Wekesa, yupo Mkenya, yupo Masi na Elda. Na vile vile yupo kuna rafiki yangu mmoja anajiita Emmanuel, rafiki yake imetoka kidogo, yupo maeneo ya USA. Nafikiri alikuwa anatazama sehemu ya awali ya kwanza YouTube. Asante, shukran. Sijui kama pana lolote la ziada. La ziada sina, labda ni kuwashukuru tu watazamaji wetu kwamba waendelee kusikiliza vipindi vyetu vya si radio, si runinga. Nafikiri tutazidi kujifundisha mengi. Na pia tuna mengi mazuri alivyokueleza kwamba uzinduzi, nitakuwa na uzinduzi wangu wa vitabu. Sitaki kuongelea haya, itakuwa sehemu ya kazi nyingine. Na mwisho tu siku zote ukasema kwamba usisifu kiongozi, sifu uongozi. Shukran. Japo utaki kuzungumzia uzinduzi, hataki kuambia kwamba mimi ndimi nitakuwa mfawidhi. Nafikiri kwa nini tusifanye tu sehemu yake? Naomba hilo sana. Kulikuwa na yule binti aliyeuliza swali la kigogo, pengine kwa dakika moja tu nimueleze machache namna ya kulikabili ile swali. Japo Tabitha kutoka Busia anasema yafuatilia vile vile, hata nimtafute na mkumbuka hivi. Aliuliza kuhusu kwamba nakumbuka swali hilo. Kumbuka swali. Naam, ati uongozi wa majoka umejaa sumu ya nyoka. Ni kitabu kigogo kinatainiwa sasa hivi cha Pauline Care. Sumu ya nyoka, ama kwanza mwanafunzi lazima ajiulize nyoka hutoa sumu ambayo ni hatari. Kwa hivyo katika hilo swali huyu mwanafunzi anastahili kuangazia yale maovu ambayo majoka kama kiongozi wa Sagamoyo aliyoyafanya. Yale maovu ndo sumu ya nyoka. Naam. Asante, nimependa ufupisho wako kwa mwanafunzi. Kama hujamakinika hilo basi sijui utamakinika gani. Asante mwalimu Lutomia, shule ya upili ya Aga Khan Mombasa. Asante mwalimu Deco Academy, mwalimu Fred Wafule kaka Fred. Naitwa Dalmas Sakani. Kwa niaba ya Hiran Mugaisi ambaye ndiye mwelekezi, kwa niaba ya Paninyang Billy Gabriel ambaye ndiye tuwasilisha naye kipindi hiki, mtazamaji, la ziada hatuna. Asante kwa nasi pale ulipo mwalimu mpenzi wa lugha ya Kiswahili, mwanafunzi ama ama labda mfuatiliaji tu au labda mzazi, tusema shukran. Majaliwa tukutane wakati mwingine, Mwenyezi Mungu akiridhia, Jumamosi ijayo mida sawia. Usisahau kwamba hii leo ni Jumamosi, kwa hivyo ndimi nitawajibikia taarifa za West TV jioni.